Aliyemuua mama yake wa kambo kisa mgogoro wa shamba. Na hii inasema jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Tatizo Yohana Mzumbwe, mkazi wa Masoko mkoani Mbeya kwa tuhuma za mauaji ya mama yake wa kambo aitwaye Mary Yohana, miaka yake 61, aliyekuwa mkazi wa Masoko kwa kumkata na panga kichwani. Akitoa taarifa hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya Saspi Benjamin Kuzaga amesema mtumiwa alitenda tukio hilo Oktoba 6, 2025 saa 2 asubuhi huko katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, tarafa ya Isingati mkoani Mbeya, kwa kumuua Mary Yohana ambaye pia alikuwa mkazi wa Masoko aliyekuwa mwenye ualbino. Na nukuu, kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lilianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa majira ya usiku huko kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko kuhusiana na tukio hilo. Amesema hivyo kamanda Kuzaga na kueleza chanzo cha tukio hilo. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa kifamilia kuhusu mashamba, ambapo mtumiwa alikuwa akimshinikiza Mary Yohana ambaye kwa sasa ni marehemu kugawa mashamba ya urithi yaliyoachwa baada ya baba yake kufariki. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya vijana kuacha tamaa ya kutaka kujipatia mali kwa njia zilizo kinyume na sheria. Uchunguzi unakamilishwa ili hatua nyingine zichukuliwe dhidi ya mtumiwa kwa mujibu wa sheria. Ngoja tumsikilize hapa kamanda, pia tarejea kwa ajili ya sisi pia kuweza kuzungumza kwenye tukio hili. Sababu nacheka ni mazuri, lakini matukio ya unyanyasaji wa kijinsia especially yanayofanywa kwa watoto ni matukio ambayo yapo karibu kwenye kila tamaduni hapa duniani, na tuseme ni tamaduni nzuri, lakini yapo karibu dunia nzima. Na kitu ambacho kinashangaza ni kwamba tunasikia, tunaonyeshwa, muda mwingine tunaona, na madhara yanaonekana wazi kabisa kwenye jamii, lakini bado kuna watu wanaothubutu kuendelea kufanya hivyo. Na mara nyingi kama si mara zote huwa asilimia kubwa matukio haya kwa namna tu lazima kuna imani za kishirikina zinakuaga. Sijawahi kujua kuna uhusiano gani hasa, lakini mara nyingi sana ukisikia tukio hili, ukifuatilia kwa undani, utasikia baba aliambiwa na mganga kwamba akimwingilia mtoto mdogo basi mambo yake yatakwenda vizuri. Kama si hivyo, basi upande wa pili utakuta kuna shida ya yule mtu kwenye familia, kwamba ndio inavyoonekana ni tabia zake. Yaani kuna uncle mmoja kuna huyo uncle huyo, yani kazi yake ndio hiyo kwenye ukoo. Kila ukoo mara nyingi sana anakuaga kuna uncle mmoja hivi ndio michezo yake. Kutakuwa kuna mama au bibi mmoja hivi anasifika kwa roho mbaya na ukatili, na kuna hadithiana kabisa, unacheka, bibi fulani wewe hajakuleleaga yule bibi, yule bibi hatari. Atatokea tu brother mmoja, brother bwana, yule brother yule mmoja yule nunda yule, lazima familia huko atakuwepo. Na mara nyingi sana mwisho wa siku hivi vitu huwa vifanywe, na ukisikiza matukio mengi havifanyi sana na watu wa mbali. Watu wa mbali wakitokea kufanya hivi, unakuta labda ni tukio la nado la mara moja limetokea kwa mwaka, na unakuta ni mfululizo wamefanya hivyo kwa watoto wengi. Unakuta mtaani baba kaja majira ilifanya kazi kutoa dunga akajaga majira kama fataki, kwamba kuna watu wazima ambao shughuli yao wao ni kuwaingilia watoto wadogo. Lakini kwenye hii kesi mara nyingi inakuwa ni ndani ya familia, babu, mjomba, kaka, na ni jinsia ya kiume ndio wafanyaji wakubwa, ndio watendaji wakubwa. Yaani usikie upande wa kina mama ikitokea. Sijui kwa sababu kuna ripoti hizo au kina mama hawafanyi hivyo, vijana wadogo, lakini stories tunakutana nazo pia mtaani. Kwa video nasikia mimi jambo hili lilianza nikiwa na miaka 7, alinielekeza bani fulani ambaye alikuwa ni mtu mzima kwangu wa jinsia ya kike.
unasikia watu na share hizo stories, na kuna wengine labda pamoja na usiseme au ndio ile kwamba tushazoea kwamba wanaume wanaweza kufukia, lakini hata watoto wa kiume pia wapo wanaofanyiwa matukio haya kwa dada wanawake au wanaume kama this time around, ambapo tumesikia huyu baba aliamua kwenda kujimaliza kwa mtoto. Kwa hiyo matukio kama haya yanakuwepo kwenye jamii. Kikubwa sana kwa nini tumekaa sana upande huo na kuiangalia kwa upande huo, ni kwa sababu tunataka tuonyeshane chanzo kiko wapi, shida iko wapi, nini kinaanzia wapi. Pengine labda tukikumbushana hapo, tukaacha kuangalia tulipodondokea, tukaanza na tulipojikwaa, pengine labda tunaweza tukawa sehemu ya kusaidia na kuondoa kabisa matatizo kama haya. Nafika hatua kuna kipindi fulani baadhi ya mitaa ilikuwa mtoto kutembea jioni mwenyewe ni marufuku. Ikifika saa 12 jioni tunapotea mitaani. Wanatekwa na hawaonekani tena. Matokeo yake mambo kama haya. Kwa ujumla tunahitaji kutengeneza mazingira rafiki na ya ulinzi kwa watoto wetu, kwa sababu uwezi amini. Wale tuliokuwa tunasema kwamba sisi tutaipeleka nchi yetu mbele. Sio, naelewa vizuri. Wale tulikuwa tunasema ile maneno. Wale ambao kama ulikuwa ni kundi la watu wanasema mimi nikiwa mkubwa nitapeleka nchi yangu mbele. Kipindi fulani kwa ukisikia pia wanasema vijana ndo taifa la kesho. Ndo taifa la kesho. Sasa kijana unatusikiliza au tunaangaliana, wewe ndo leo sasa. Yaani ndo hii hapa. Ndo kesho yenyewe sasa. Ile kesho kwa wanasema ndo hii hapa. Kesho lobaki ni huyo anayekuwa sasa. Ambaye tunamfanyia ukatili, ulawiti, ubakaji, tunamchoma moto, tunamunguza, hatumpi elimu, hatumlei, hatumfundishi chochote. Kazi yetu tumekuwa ni kulaumu watoto wa siku hizi bwana. Watoto 2000 bwana. Lakini kulikuwa hawa watoto ambao si ambao tunaita hawa watoto 2000 ndo sasa hivi sasa ndio ile leo tutakuwa tuisukume hii. Hawa tunasema watoto 2000 wakija kesho waikute na waipeleke mbele. Kwa hiyo kama tusipofikiri kwa ukubwa wa picha hiyo, tukawa tunajiangalia sisi wenyewe, matokeo yake ndio haya. Tutakuwa selfish kwenye malezi, tutashindwa kulea watoto wetu vizuri, tutashindwa kuilea jamii yetu vizuri, na matokeo yake sasa ndio hiyo. Ukisikia mmomonyoko wa maadili, kufa kwa jamii, kufa kwa miiko, taratibu mpya, ndio watu wanabaki tunalalamika, lakini ama kitu kinachofanyika, matokeo ndio haya, kwamba ilianza kama utani kwamba tutasikizi bwana nguo anazozivaa. Sio, unanielewa? Sasa hivi imekuwa kawaida. Yaani imekuwa kawaida. Na kwa nini imekuwa kawaida? Akipita mwanamama ambaye amejistiri au kavaa vitu utasikia naye mpaka leo kujifunika. Ambacho ni kitu cha kawaida kilikuwa. Lakini imebadilika sasa, narudi kule naye anajifunika. Atakayepita sasa kajiachie na kutakiwa sasa akawakosha vijana wa mjini. Atapokea mashambulizi ya aibu barabara nzima. Toto huyo. Hatari unaambiwa. Hilo atapokea barabara nzima. Na tumechukulia ni normal, easy, kawaida, ni very kawaida. Nobody amata mtu ambaye anashtuka kusema we. Hakuna, yani imekuwa no. Tulianza kutishana kuhusu matumizi ya simu na TV. Hizi si mwizi wa. Lakini sasa hivi imefika hatua imekuwa kwa dhibiti tumeshindwa. Shule watoto wanaingia na simu. Sio shule za boarding, sio za day. Wao kabisa kuzificha, kuzitumia wakiwa shuleni. Wanatumia kwenye mambo yao mengine hataeleweki. Hazina faida yote. Instead sasa badala tungekuwa tuko proactive kwamba kinachokuja tuseme ni kibaya. Kinachokuja kipokelewa afu kifundishwe au kitumie vizuri. Badala yake tulikuwa ni kibaya. Tukaguna afu tufanye kitu, matokeo ndo hadi kufika siku ya leo. Assume kama tulikuwa tunajua au tunaelekezwa na tunakubali kwamba ukimfanyia mtoto chochote kile kibaya au yote katika jamii yetu ashughulikiwe inavyotakikana. Isitokee tukiale mkono kwenye kifamilia, tuitane kikao cha undugu, tuamalize kimya, au ni mjomba wako, huyu mjomba ni mama, au ni babu yako, huyu ni bibi yako. Yaani hiyo isinge kuwepo. Ni kwamba mtoto atakayefanywa katili mtoto, yaani ndio tunamlinda mtoto kiasi hiko. Leo hii tulikuwa tuna vijana na jamii ya aina gani ambao tulikuwa tumeijenga? Obviously ilikuwa ni jamii nzuri ambayo inafanya mtoto anakuwa katika mazingira salama na kupendwa. Lakini matokeo yake sasa vile vitu tumevifanya vice versa. Ndio tumefika hapa tulipo. Kiasi kwamba mtu anaona kumwingilia mtoto wake ni sehemu ya kufanikiwa kimaisha, ni kitu cha kawaida kabisa. Ukifanya yani kwamba Sangoma akasema fanya hii na mtu kabisa very easy, yani haoni kama kuna tatizo sehemu.